siasa sio watoto. Siasa ni jambo kama jambo lingine katika jamii, kama vile mpira. Jana walikuwa na minister kusema alikuwa anacheza nani jana, ingawa kima amesema hapa, kwa sababu hapa kuna watu ambao wa milengo tofauti. Kwa siasa iko kama vile, na vyama vyote vinafanya siasa, vyote 19 vyenye usajili kamili. Vyama vyote vinashiriki uchaguzi. Katika chaguzi zetu, kwa mfano ile ya 2020, vyama vyote vilishiriki. Kulikuwa na chaguzi za serikali za mitaa zilizopita ile 2024, vyote vilishiriki. Chaguzi zilizopita vyama vyote vinashiriki. Vyama vyote vinafanya shughuli za kisiasa. Sasa sisi kama wazazi tunapoona uchaguzi umeanza, yaani kama kuna watoto wanasoma, watoto wako 19 wanasoma, unajua mitihani ndio hiyo inakaribia. Alafu na mtoto mmoja anakuambia tutazuia mtihani. Unasema mtoto wangu unafanya. Si ndio? Kesha amejiandaa kufeli, si ndio? Hawa atasoma. Kwa hiyo mimi nadhani sisi kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa tunawaasa vyama vyote vya siasa muelewe uchaguzi ndio huo unakuja, umeanza, mchakato umeshaanza, tunaenda sasa. Hakuna kinachozuilika. Uchaguzi upo, mjiandae, sisi wazazi tutafaidika sana kushiriki. Kama kuna changamoto unaziongea siku zote, tu ya uchaguzi wanaita wadau, unaongea sisi. Mnaongea, mnabishana mawazo yale mambo yanaweka sawa, kwa mchakato wa uchaguzi ushirikishi. Kwa sababu lengo la chama cha siasa ni kushika dola kupitia uchaguzi, kama inavyosema kifungu cha 3 cha sheria ya vyama vya siasa. Ukiwa unataka kushika dola bila kupitia uchaguzi, wewe sio chama cha siasa. Utakuwa kama hizo wanaita ni label block, sio wanani hao vikundi vya wazi. Na mambo ya ovyo kabisa kuongelea uasi kwenye nchi ya demokrasia. Pia kiongozi mmoja anatamka neno, nikasema nafikiri unatamka jambo la ovyo sana na anasema eneo sana. Kwa sababu nchi ya demokrasia tumeshaweka misingi ya demokrasia, watu watafuta uongozi kwa njia ya uchaguzi. Na ndio maana nyinyi watu wanapiga kura na kuongelea uasi. Mambo kama haya ambayo yatakuwa yanaendelea kuongewa, na nyinyi kama viongozi wa vyama vya siasa mtakuwa mnakemea vile wenzenu wakifanya mambo ya ovyo, na mnatusaidia kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu unakuwa na amani na utulivu. Ukiangalia ile wimbo wa taifa umesisitiza mambo kama manne. Ukiusikiliza kuna neno uhuru, hekima, umoja, amani. Ina maana haya mambo yanasisitizwa muda wote, hasa kipindi cha uchaguzi. Watu waongelea hapa tusikizane swala la amani. Kwa hivyo naomba twende pamoja tusikize swala la amani.